usipokuwa na heshima, usipokuwa mtu wa kiasi, usipokuwa mpole, mnyenyekevu kwa mume wako, mtiifu, huo uzuri hautakuwa na maana yoyote mbele zake. Maana kama shida ni wazuri, akitoka nje kwenda kwenye mihangaiko yake, anaona wazuri zaidi yako. Sasa kitu ambacho kitaendelea kumaintain uzuri wako, uzuri wako wa sura, uzuri wako wa shape, kitu ambacho kitalinda sasa uendelee kuwa bora zaidi, ni matendo yako mwenyewe. Hayo matendo yakiwa machafu, mwanaume hataweza kustahimili tabia zako, kisa wewe ni mzuri. Hataweza kustahimili kauli zako mbovu, kisa wewe ni mzuri. Tabia, urembo ni ule utu wa ndani. Bwana asifiwe. Urembo sio muonekano wa nje, unavalia vitu vizuri vizuri, unasuka, unapaka makeup. Huo uzuri hauwezi kumfanya mwanamke akasurvive kwenye jambo ambalo ni zuri, ambalo angependa kukaa hapo. Maana hizo tabia za kusuka, makeup na kulingia uzuri ni tabia ya wanawake ambao ni makahaba. Sasa watu ambao wana hofu ya Mungu wanalingia uzuri wao ni tabia zao, mienendo yao, ukarimu, upole, unyenyekevu, utiifu. Hivyo ndivyo vinasababisha mwanamke anakuwa na thamani. Usipokuwa na hivi vitu, thamani yako haiwezi kuwepo. Utaonekana wewe ni kahaba kama makahaba wengine, kwa sababu umekosa vitu ambavyo vinaweza vikakupa thamani. Umekosa vitu ambavyo vinaweza vikakupa thamani. Hii ni mbele ya jamii, mbele ya mume wako, mbele ya mtu yoyote, hata familia. Usipokuwa na nidhamu, usipokuwa mnyenyekevu, usipokuwa na upendo, usipokuwa na kiasi